Na sasa macho na masikio kwa kiongozi wa kanisa Katoliki duniani. Papa Leo wa 16 ametoa wito wa huruma na amani duniani katika misa yake ya kwanza ya Krismasi mjini Roma siku ya Jumatano. Taarifa na Exaudi Mtei. Katika misa hiyo, Papa huyo mzaliwa wa Marekani ameombea kupatikana kwa amani katika mizozo yote inayoendelea duniani, ikiwemo vita vya Urusi nchini Ukraine, na pia ameelezea kuhusu hali inayoendelea Mashariki ya Kati. Papa Leo amekumbusha kwamba sikukuu ya Christmas ya matumaini na inawakumbusha watu kuwa wajumbe wa amani na kwamba utu wa binadamu hauna kikomo. Kiongozi huyo wa kiroho ambaye alianza kuhudumu mwezi Mei ameongoza misa kuu kanisa kuu la Mtakatifu Petro, ambako amelaani vita na vurugu na kukumbusha kuhusu mateso ya raia. Ikumbukwe kuwa jana kiongozi huyo wa kanisa Katoliki duniani Papa Leo wa 14 alitoa wito wa kusitishwa mapigano kwenye mizozo yote duniani wakati wa sikukuu ya Christmas leo. Akizungumza akiwa kwenye makazi yake ya mapumziko nje kidogo ya mji wa Roma, Baba Mtakatifu Leo alisema anarejea ombi lake kwa watu wote wenye nia njema kuifanya Christmas kuwa siku ya amani, kwa angalau kuonyesha heshima kwa siku hiyo ya kuzaliwa Yesu Kristo. Na kwingineko, waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu ameshutumu Hamas kwa kukiuka makubaliano ya kusitisha mapigano huko Gaza baada ya afisa wa jeshi kujeruhiwa na kifaa cha mlipuko huko Rafah, na Israeli ikapa kulipiza kisasi. Taarifa iliyotolewa na ofisi ya Netanyahu imesema Hamas lazima itekeleze kikamilifu makubaliano ya Oktoba, ikibainisha kwa makubaliano hayo yanataraji kundi hilo la wanamgambo kuondolewa madarakani Gaza, pamoja na kulipokonya silaha na kuondoa misimamo mikali katika eneo hilo. Vurugu zimepungua lakini hazijaisha tangu kusitishwa kwa mapigano kuanzia tarehe 10 Oktoba, na pande zote zimekuwa zikishutumiana mara kwa mara kwa kukiuka makubaliano hayo. Wizara ya afya ya Gaza imesema Israeli imewaua zaidi ya watu 400 katika eneo hilo tangu usitishaji mapigano uanze. Mpango wa vipengele 20 uliotolewa na Rais wa Marekani Donald Trump mwezi Septemba unatoa wito kwa usitishaji wa awali wa mapigano, ukifuatiwa na hatua za kuelekea amani pana. Pande hizo hazijakubaliana kikamilifu juu ya vipengele vyote, lakini Hamas imesema itakubali kuachana silaha ikiwa taifa la Palestina litakuwa huru. Exaudi Mtei, EATV.